Bwana Yesu asifiwe. Tafakari, kuna rafiki zako wangapi ambao mnapeana hamasa za maombi? Au swali la pili, tafakari, katika kundi chako cha rafiki zako mnakuwa mnapeana hamasa za maombi. Wangapi angalau wanachechemea lakini bado wapo na muamini Mungu? I want to teach you something. Kuna rafiki zako ambao mlikuwa mnapeana hamasa. Let me tell you something. We have different category of enemies. Tuna aina tofauti za adui. Lakini nimekuja kugundua hakuna adui mbaya kama you personally, wewe mwenyewe binafsi. Mwambie jirani yako nilichokisema. Yaani sababu wewe mwenyewe ukiwa adui, wazungu wanasema uta underestimate the power of prayer. Utaishusha nguvu ya maombi. Ndio maana vitu vingi ukiviomba kwa muda mrefu visipotokea, kuna namna fulani moyo wako unakosa nguvu ya kuendelea mbele. Ni kwa sababu ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na tabia kubwa ya maombi ni kuivika nafsi ya mhusika ujasiri. Mwambie jirani yako. Ujasiri, kazi ya maombi ni kukupa ujasiri. Unaelewa hiyo? Yaani ikiwa kuna kitu ambacho maombi kinafanya kazi kwa nguvu zaidi, kinakupa nini? Ujasiri. Naona mjukuu wangu, na mimi ni babu, sijafikisha, njoo nisalimie mjukuu. Kuna mjukuu analetea sadaka. Huyu ni mwanangu, madaktari waliamini kabisa hawezi kuzaa. Na kila kitu kilionyesha kwamba hawezi kufanyaje? Kuzaa. Mtoto ana miaka mingapi? 3. Mingapi? 3. Huyo hapo. Yaani njoo nisalimie. Yaani waliamini kabisa kwamba hawezi akazaa. Huyo hapo. Hello mjukuu. Babu niko kazini. May God bless you. Hallelujah. Mjukuu ana miaka 3. Doctors waliamini hawezi akazaa. But power of prayer. I love prayer. That's why I love prayer. Power of prayer. Power of prayer. Power of prayer. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ndo kibaya yule. Kwa kujiiba anakuja kuniona. Si ndio mwanangu? Lakini leo anafurahia mtoto na miaka mingapi? 3. Anapaka ripoti ya hospitalini ambayo walisema hawezi. Lakini nilimwambia utazaa. Sasa neno kumwambia atazaa, kumwaminisha mtu aliyetafuta mtoto kwa muda mrefu ya kwamba utazaa, kumwaminisha. Hauwezi ukamwaminisha vile kama hauna ujasiri. Sasa kuna ujasiri wa kibinadamu na kuna ujasiri unaletwa kwa njia ya kuwa na uhusiano na Mungu. Sawa, achaka ule ujasiri ambao haunaga mpangilio. Sawa, achaka ule ujasiri ambao hauna. Nazungumzia ujasiri ambao unajengwa katika mahusiano. There is a level of intimacy. Kuna level ya kimahusiano, ya kihisia na serikali ya Mungu
Ukishafikia level hiyo, hiyo serikali inakupa ujasiri. Ndio maana kwenye Yohana wa kwanza 5 ngapi? Ni 4:14. Inasema na huu ndio ujasiri tulionao, tukiomba sawa sawa na mapenzi yake. Hauwezi ukawa na ujasiri wa kuomba sawa sawa na mapenzi yake kama moyo wako haujashusha nguvu inayoletwa na maombi. You know, most of Christians wanaombaga vizuri sana once wakiwa kwenye pressure. Sasa simaanisho naomba exactly wanaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ila angalau wakiwa kwenye pressure they can pray. Kama jirani yako unaombaga ukiwa kwenye wakati gani? Na wengine wakiwa hapo sana ndo wanaweka nadhiri chungu mzima. Ndo wanazidi pia kujifanyaje? Kujifunga. Adui wa kwanza wa maombi yako, you are the one. Kwa sababu mimi wakati namuombea nilijiaminisha kabisa kwamba utazaa. Si nilitamka? Fikiria ni mara ngapi tunakutamkia wewe. Ili nikutamkie kitu, maana yake ndani yangu naamini. Ile kuamini inanipa mimi ujasiri. Kwa mimi ninapotamka, kuna mtu akaniambia jana amepata mkataba wa kazi. Sawa alikaa hiyo ofisi kwa muda mrefu. I even have influence ya kuongea na boss wa ile wa hiyo taasisi. Lakini nikamwambia let us wait. Sio? Nikamwambia let us wait. Let us see the power of prayer. Sawa akaniambia kuna siku on Saturday, baba ulitamka kitu nikaondoka nalo hilo. Nilivyoondoka nalo nikakucheck, nikakwambia kwamba watu wote ambao tunafanya kama internship wanataka tuajili. Nenda kwenye interview, ukanitamkia the same word ambao ulitamka that day. Nimeenda kwenye ile interview, mimi nilipata matokeo mapema. Kuna mtu akaniambia nimeona jina lako umefanya, you are the best, you have done it all, umefanya vizuri sana. Niambia nenda kusaini nishapewa mkataba, lakini ananiambia niliamini kwenye kile ulichokitamka. Nini? Na huo ndio ujasiri tulionao. Tukiomba sawa sawa. Adui aliyeko ndani yako anakuambiaje? Adui anakuambia haiwezekaniki. Utawezaje? Na siku zote katika muujiza mkubwa, adui anachokiinua kwenye muujiza mkubwa. Mimi sizungumzii muujiza mdogo mdogo. Sawa, nazungumzia kwenye nini? Kwenye muujiza mkubwa. Siku zote katika muujiza mkubwa, adui anaweza akaona umembana kwenye kila kona, ila mahali ambako lazima akimbize. Tena hapa analipia fast track service ili aweze kukumaliza. Ni pale ambako muujiza wako mkubwa upo kwenye final. Hapo ndio mahali ambako anakutengenezea environment, mazingira. Anakupa aula, sema aula, ya kuona ya kwamba iko kitu hakiwezekaniki. Ninayokufundisha haya mimi nimeyaishi na nimeuona mkono wa Mungu. Nilipokosea niliona mkono wake ukiniinua. Wakaniambia hii ndio njia. Nawaambiaga umfagia. Mimi kwenye maisha yangu kusimama hivi na kumwombea mtu na mtu akamuona Mungu, kwangu mimi ni muujiza mkubwa sana. Sababu sijazaliwa kwenye mazingira ya familia ya namna hiyo. Kwangu mimi nika step out, atmosphere ikabadilika ya hilo eneo. Kwangu mimi ni muujiza mkubwa sana sana sana, na njia yangu haijawahi kuwa nyepesi
Lakini siku zote I don't underestimate the power of prayer. Siishushagi nguvu ya maombi, because that is only help I have. Hiyo ndio msaada wangu pekee nilio nao. Adui anaelewa kabisa ujasiri ukizalishwa kwa njia ya ibada yako kwa Mungu, kwa njia ya maombi yanayoletwa na ibada, anajua huu ujasiri ukizalishwa kwako, anaelewa kabisa hataweza kukuangusha. Kwa anachokifanya ni anahakikisha anakutengenezea mazingira ya kuondoa ujasiri wako. Na ujasiri ukishaondoka, unauza haki yako. Mwambie jirani yako, na haki ikishaondoka, imani haipo. Mwambie jirani yako, haki ikishaondoka, imani haipo. Ndio maana okay, when the president akija hapa, unahitaji kuambia kwamba wewe ni president? If in the house there is a smart mother, kuna mama anajua majukumu yake, kuna haja ya kuambia huyu ndo mke wa mama mwenye nyumba kwamba huyu ndo mama yetu? Kuna hiyo haja? Where we are heading now in this world, tunapeleka kwenye dunia hii sasa hivi, vita kubwa iliyoko ni watu kuondolewa ujasiri unaoletwa na Mungu kwenye maisha yao. Na ili ujasiri uondolewe, ni lazima kwenye eneo la kimaombi vitu vialibikie hapo. Kwa niliwaambia tu kwamba ukiangalia angalia, jana niliongea kwenye ibada, nikasema wewe angaliaga watu kwenye maombi. On Monday they are very active. Tuesday they are very active. Wednesday they are active, not to that extent. Thursday kuamkia Ijumaa ni vurugu. Ijumaa kuamkia Jumamosi ni vurugu. Jumamosi kuamkia Jumapili ni vurugu. Adui anaelewa kabisa ili akumalize ni lazima akuondolee ujasiri. Na huu ujasiri unapatikana wapi? Unapatikanika katika Mungu. Maandiko yanasema na huu ndio ujasiri tulio nao tukiomba. Kwa sababu hata nguvu za Mungu ndani ya mtu zinaletwa na uhusiano wake na Mungu. Sawa watumishi wa Mungu? Hata nguvu za nguvu hizi za Mungu zinategemea kiwango cha mahusiano. Lakini ili kizidi kukua na kuongezeka, kinategemea na ujasiri ambao uko ndani yako na aina zipi za vita ulizozishinda ukapandishwa kwenye grade nyingine. Mwambie jirani, aina za vita ulizozishinda zina nguvu, zinaamua Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya vita. Nilimwambia akapata mtoto, what I believe mimi, I have that grace. Sawa Mambo ya nini? Ya watoto. Sawa Lakini sio kila nitakayekuja kumwombea tena atapokea mtoto. Sawa It depends. Na yule nimtamkia neno katika hali ya moyo wake ya vita iliyoko nyuma ya issue ya mtoto. Adui amepiga ujasiri kwenye nini ndani yake? So unaweza ukaa huko hapa ibadani, alafu umepigwa kwenye ujasiri wa kuamini ya kwamba utaolewa. No matter how the man of God anointed. Lakini kama ujasiri huo umepigwa ndani, ili hata kama usisoma Biblia hivi, Biblia imeandikwaje? Hakuna jaribu lisilokuwa na mlango wa kutokea. Ni rahisi kuomba ukiwa haujaingia kwenye hilo. Once you uko ndani, je,
ule ujasiri utabakia kuwepo pale pale. Kumbuka, kila nguvu ya giza inayokushambulia ni nguvu ambayo ilikuwa inasubiria wakati. Sawa hilo? Kila nguvu za giza ambazo zilikuwa zinakushambulia zilikuwa zinasubiria nini? Wakati. Ukisemaga unapitia vita, ni vita ipi unapitia wewe? Kuna nguvu za giza ambazo leo hii haziwezi kunyanyuka kwa namna yoyote ile, hata iweje. Ila kuna wakati ukifika, hizo nguvu za giza zitainuka. Sasa hali yako ya ndani ya ule ujasiri, once ujasiri ukiwepo, mimi sizungumzii ule ujasiri ambao tunasemaga hivi huyu, kwa sababu hata uwe na ujasiri vipi, ukipitia vita yoyote, moyo kuumia utaumia. Ila ujasiri utakusaidia maumivu ya moyo yasikupe madhara. Ongea jirani yako, elewa. Hajaelewa bado? Kuna mahali hauwezi kukanyaga kwenye maisha yako kama kuna ujasiri fulani hujapatikanika katika Mungu. Kuna vitu kwenye maisha yako haviwezi vikaja. Mimi napokuja Jumamosi kama hii ya leo, nikahangaika na wewe hapa kwa neema hii Mungu aliyotupa na watenda kazi hapa, ni kwa sababu ndani mimi naamini ukionaga natamka yale maneno, sitamki kwa kujifurahisha. I'm telling you, kwanza kulisearch hilo neno kiroho lije nilitamke is a process. Yani ninapokaa hapa na kusema kitu fulani, yani pale ule wakati wa kudeclare, kuachilia baraka, paka nilalitamka, jua ni kulishapitia vurugu nyingi humo ndani ili lisitoke. Ila mimi nalitoa kwa sababu ni rahisi kumwombea mtu kuliko kumtamkia mtu baraka na ikawa. Paka nalitamka, maana kuna ujasiri huko Mungu amenivisha. Sasa unayemtamkia neno, kama yeye hana huo ujasiri wa kulipokea, kipi kitazaliwa kwenye maisha yake? Kipi kitatokea kwenye maisha yake? Naposema hapa, in the mighty name of Jesus, evil spirit out, 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 out. Navotamka, nani kuna ujasiri ambao Mungu amenipa wa kuamini kila nguvu nitakayoitamka iachie maisha ya watu, inaondoka. Ujasiri wako kwenye imani ni kuamini kile kinachofanyika kwenye uwepo wa Mungu na kukichukua kama kilivyo na kuondoka nacho. Kwa sababu ili ujasiri huo ukupe matokeo, ni lazima uende ukaufanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu adui anaelewa kabisa, akinyamazisha ujasiri ndani yako usiwepo, umeanguka. Mpaka hapo tunaelewana? Sawa, ngoja nitoe mfano pamoja, sijamwandaa. Una ile kampuni ya furniture, sio? Naomba usimame, mpeni mic. Niulize maswali machache na upate kujifunza. Na siku hizi unang'aa, wakati tunakuja kuna mimi ulikuwa umepigika, si ndio? Ndio. Ndio, ulikuwa umepigika, sio? Yes. Na wewe ukang'aa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unajua kuna ule ung'avu unaoletwa na noti, Ngoja nikufundishe, kuna ung'avu ambao unaletwa sababu njia ya matumaini imeanza kufunguka. Alafu kuna ung'avu ambao unaletwa na noti. Kwa jirani yako, una ung'avu upi? Kuna siku ulipata kazi yako ya kwanza, sio? Ndio. Nakumbuka mimi ulinitumia sadaka na nilikuwa sikujui. Yes. Nitumia sadaka yako, sika waje ni message yako nikaisoma. Sawa? Ndio. Alafu
Nafikiri kuna kitu ningekuandikia. Nikuandikia nini? Maneno mengi niandikia, lakini ulikumbuka kwamba you are blessed. Mimi nikamtamkia kwamba yeye amefanyaje? Amebarikiwa. Yes. Kumbuka ndani yake yule ana kipawa. He is a very good designer of furniture. Sawa Amekuja akasikiliza haya maneno kama unavyosikiliza wewe hapa. Si ndio? Yes. Yaani akaja akasikiliza hivi. Na mimi nikatamka, yeye akaondoka nalo. Njia ikafunguka. Akaaminika. Alichoniambia akaaminika, watu ambao hawajui lakini wakampa kazi kubwa, si ndio? Yes. Kwa hiyo mimi nimeona tu na message pastor nimekutumia sadaka, Mungu akubariki, sio? Akanieleza na mkeka wake wa ile testimony ambayo Mungu amemfanyia, sio? Nikamtamkia neno lingine. Mimi wa Kristo hapo ndo waga siwaelewi. Kwa nini waga mnaweza kuamini mganga anaweza akatamka neno na likawa? Kwa nini waga unaamini mchawi ambaye anaruka hata nguo hajavaa anaweza akakwambia kitu akakunyoshia kidole na kikawa kwenye maisha yako? Why you don't believe kwamba kuna watu Mungu amewaamini akawapa nafasi na wana uwezo wa kutamka kitu na ikawa kwenye maisha yako? Kwa nini unasema kuamini katika hilo? Kwa sababu na mimi nawaambiaga vitu vingi mno humu ndani. Nawaambiaga hivi, ulimwengu wa kiroho is the technical. Ni ulimwengu ambao technical yake ya kwanza ni ipi? Exchanging of words. Praise the Lord. Si huyo hapa wakati tunakuja kunona ulikuwa na ofisi pale Sinza, ulikuwa una ofisi? Nilikuwa sina. Alikuwa hana ofisi. Tena nilikuwa ninakuja kuibariki ofisi yako Enda kuja wiki hii. Amen. Juzi amekuja kuniona. Nilikuwa nasafiri, nikamwambia nikitoka safari na mimi nikasahau. Unaona? Ana ofisi. Lakini he came here when he was nothing. Na jua letu hili la Jumamosi na kelele hizi za kwa jina la Yesu, hivi na hiki na hiki, leo sinawe ni mtu wa maana, ndugu yangu. Yeah. Sasa pata picha, ukashughulika na adui yako ndani ambaye anakondolea ujasiri wa kuamini na ambaye anakushusha thamani kwa kukwambia hiki kitu umehangaika nacho kwa muda mrefu, kwa hiyo hiki hakiwezekaniki kwako. No. As long as Mungu anakupa msukumo wa kuhangaika nacho, jua kuna siku kitatokea. Wakapondelea paka hapo. Mimi ndo maana waga simkatiagi tamaa. Mwanadamu anatembea na miguu miwili, waga simkati tamaa, labda jikatie tamaa mwenyewe. Why? Because I believe. Ndio maana kila nikisomaga mimi lazima nikwambie hiki kitawezekana, hiki kitafanyika. Kwa sababu gani? I believe on him. We are not perfect, we human beings. We are not perfect, I'm telling you. Hatuna utimilifu wowote wala ukamilifu wowote. Ila katika yeye vitu vinafanyika. Katika yeye vitu vinakuwa. Fikiria tukamshinda adui wetu, kwa sababu huyu adui anayekutesa ni adui ambaye anahakikisha anakupiga na mashaka, anakupiga na wasiwasi, anakupiga na hofu. Na atahakikisha taarifa mbaya inaenea sana ndani ya moyo wako kuliko taarifa nzuri. Unajua nature ya mwanadamu iko hivi. Mwanadamu, moja sisi tumegawanyika wanadamu Kwa mwanadamu ambaye ukimshushia neno, Mungu akubariki, wiki inakuja mwezana issue yako May God bless you more. May God take you far. Sasa kama Mungu amefanya kwa yule ambaye alikuja hapa, ndio maana akosage Jumamosi yule. Anajitahidi kweli, na ni mkurugenzi na kampuni yake ya furniture, lakini anajitahidi kuja. Why? Kuna njia aliona.
na Mungu akusaidie usije ukamwacha. Wanadamu wako hivi. Kuna mwanadamu ambaye utamsulutisha na kelele nyingi, ata overreact hapo. Mtajibizana, sio? Alafu kuna mwanadamu ambaye yeye atakusanya kwenye moyo. Anakusanya kwa nini? Alafu kitu kidogo tu, huyu haondokagi kwa kosa kubwa. That's a minor thing. Anachukua maamuzi ambayo hakuna mtu yoyote ambaye alitarajia anaweza akachukua hayo maamuzi, na akiyafanya ameyafanya. Lakini Mungu ni tofauti. Ndio anakaitwa nani? Sasa adui kwa kulifahamu hilo anang'ang'ana kutuondolea ujasiri, kwa sababu ujasiri huu wa kimungu kiwepo kwako, kuna matukio makubwa yatafanyika kupitia wewe. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Waliona ujasiri wa Petro na Yohana. Walipouona huo ujasiri wa Petro na Yohana, wao walipoangalia waliona hawa hawana elimu, hawana maarifa, wakastaajabu. Lakini walipogundua ya kwamba hawa watu walikuwa karibu na Yesu, walipoona ule ujasiri, sawa, wakatambua ya kwamba hawa walikuwa pamoja na Yesu. Walikuwa hauwezi ukawa mfuasi wa Yesu kama ndani yako hauna amini kwa Yesu. Kwa walipogundua ya kwamba hawa ujasiri walionao, kwa sababu wametoka kumwinua mtu ambaye alikuwa amekaa nje ya hekalu kwa muda mrefu. Kuna muujiza ulifanyika, na ule muujiza ulivyofanyika wakaanza kuwashutumu huku na huku. Ule muujiza kupingwa, ni ujasiri ndani yao ulikuwa unatafutwa. Siku zote adui hawezi kunyanyuka kinyume na wewe kama hatafuti ujasiri ulioko ndani yako, kwa sababu ili mtu ashughulikiwe ni lazima kwanza ujasiri uondolewe. Ndio maana katika vita ya ujasiri waga roho ya aibu hutangulia. Mwambie jirani yako hapo sasa, mwambie hivi, katika vita ya ujasiri roho ya aibu waga inatangulia. Kwa nini roho ya aibu waga inatangulia? Waga mfano huu. Ndio nimetoka kuoa. Kwa hiyo kama nimealikwa kwenye kanisa moja. Hilo kanisa kabla hujaenda unawatumia mobile kwanza kwenye email ili wa print vitabu. Kwa hiyo kila walikuwa akinialika, naambia Mungu awasubiri kwanza. Kwanza kuandika mobile kwenye email kweli. Kwa hiyo wanaandaa kitabu, naomba mfano daftari lako mamangu. Kitabu kama hiki, kwa hapa wanaandika nembo yao, alafu hapa wanaweka picha yako mhubiri kubwa kabisa na mhubiri. Kwa hiyo nikamwambia, kwa hiyo a week wakani approach, nikaomba, nikamwambia welcome. Basi sasa Jumamosi yake kazangu kuhubiri, nikasema ngoja nipite dry cleaner. Simu zangu zikawa zinaita kweli sana. Sasa unajua, kwanza ukipita kwenye aibu, yani mtu akutana na tukio lako la aibu, sawa, mpaka kupigie simu kwa nakajikaza, sababu sanakuwa haujui uko kwenye hali gani. Kwa hiyo mimi sina lile wala lile, na yani ni kama vile nilikesha the all night, nilikuwa naomba. Kwa hiyo natoka zangu ibadani,
Jioni kwenye raundi kama saa 1. Sawa, nikapata ile cleaner. Simu yangu inaita sana. Sasa tunaanza kwa pap. Mke wangu, uko wapi? Nikamwambia natoka mtaa fulani. Pale na kutafuta. Asa mkutane. Nikamwambia sawa. Mimi sina naingia WhatsApp, Mungu wa mbinguni. Wengine kuniambia wawezi kwa wananiskrinishotia tu kile ambacho Jamii Forum nipiga nacho. Mambo yasikie kwa jirani, mimi nakwambia. Naulia tena leo. Yasikie kwa soma. Yaani kesi kama kisu kinapita kwenye moyo. Nikasoma hivi ngafikiri sijaelewa vizuri. Zikaendelea tena. Mkuu akanipigia simu. Uko wapi? Nikamwambia niko njiani. Uko anatafutia mahali pa kuanzia. Uko vizuri? Nikamwambia niko vizuri. Bado na digest kile ambacho nimetumiwa. Sawa Swali nanijia. Hii kesho na ibada. Niwaambia watu nimepata dharura. Maana nikisoma pale si wote watakuwa wananizalau. Angalia sasa. Sababu si unajua kabisa kwamba unajua habari mbaya waga inatembeaga haraka kuliko nini? Kuliko habari nzuri. Na hao walionifiatua maana yake walijipanga. Unajua Jumamosi. Kesho ni Jumapili. Basi nikaongea na askofu akaniombea kwenye simu. Naambia amina. Nikaenda kukutana na one of my friends, mtu mzima sana. Akaniambia kaka kwema, aendaga kaka, ni mtu mzima. Nikamwambia salamu. Akaniambia sina maneno ya kutosha kwenye hiki ambacho nimetumiwa na watu ambao wanajua mimi na wewe tuko karibu. Lakini Mungu unayemwamini mwache akukingie katika hili. Akamaliza. Nikarudi nyumbani. Namwangalia mke wangu namuonea huruma. Najua Jumatatu anaenda kazini. Sawa Kwa maana naenda wapi? Kazini. Unajua habari mbaya ina spread. Ina spread kupita kawaida. Kafika mke wangu alinitia moyo, akashika mikono yangu akaniombea. Mimi nakwambia usiku ule sikulala. Yaani kesho yake ananipeleka kule kwenda kuhubiri, yeye anaendesha gari. Yaani sio kwamba anawaza anachoenda kusema. Stali kishaandikwa. Sawa, ila nikifika pale itakuwaje? Uwezi amini, nilipofika tu nashuka kwenye gari nikasema Mungu haujawahi kuniacha. Let your will be done. Mimi nikaenda kufundisha. Nikamaliza. Namaliza. Sasa wako wanaonipigia simu kununia huruma. Wako wanaonipigia simu wanaongea kila kitu. And I was very young back then. So sasa hivi. Sawa, lakini nakwambia ujasiri wangu wa kuhubiri haukuwahi kuondoka. Ujasiri wangu wa kumtumikia Mungu haukuwahi kuondoka. Mimi naitwa na watu, viongozi wanaita, wanaambia tuwafanyaje hao watu? Maana tuna uwezo wa kuwatafuta. Sasa tayari nyumbani nishahapa mbele ya mke wangu ya kwamba sitajilipizia kisasi wala sitataka kuwajua ni wakina nani. Na sadaka nikatoa. Naitwa na watu. Naitwa duniani, mimi nakwambia, na wao wanaoniita mimi hata sio warokole. Ila ni watu ambao wamemuona huyu Mungu anayemzungumza. Mtu anakuambia hii pa. Lakini anamwambia no. Mungu atashughulika nao. Unajua neno Mungu atashughulika nalo kwa adui yako ni tofauti hata nao kamtumia mama kombora. Mimi nakuhakikishia. Nafanyaje? Mimi nakuhakikishia. Angalia idadi ya watu ambao nilipoenda kuhubiri wakafunguliwa wakapona ilizidi kuongezeka, lakini
na ukweli wa ile habari nikaja kuipata kwamba ilitoka wapi, nani aliipika na ikawaje, ningepoteza ujasiri. Ile aibu ingenimeza, na kuhakikishia ile aibu ingenimeza. Hata leo yamkini tusingekutana. Ili ujasiri upigwe ndani yako, adui anajua akifast track kwa aibu, ule ujasiri unaondoka ndani yako. Ule ujasiri unaondoka ndani yako. Siku zote ukiona aibu, adui anainua silaha ya aibu kwenye maisha yako, jua kabisa kuna ujasiri unatafutwa ndani yako. Wakapelelea paka hapo. Oja, mimi sizungumzia aibu ya kulala na njaa Hawa nielewe vizuri hapa. Sizungumzie nini? Wala sizungumzie aibu ya mavazi kuchanika. Nazungumzia aibu ambayo inaunganishwa na kile ambacho Mungu amekiumba ndani yako kibebe heshima. Sikiliza, mimi sizungumzia hapa aibu hizi ndogo ndogo hizi. Labda shoga zako watatu wanakusema vibaya, mimi sizungumzia ujinga. Mimi nazungumzia mahali ambako adui anajua akikupigisha shoti, you are done. You are finished. Nazungumzia maeneo ambayo heshima yako, nisikilizeni kwa makini, mimi nakufundisha maisha ambayo yapo kwenye maandiko. Hii Biblia tunaisoma hii ni matendo ambayo yalifanyika. Mimi nazungumzia aibu ambayo wanajua kabisa wakikusiliba hapa. Mimi sizungumzia aibu ya kukataliwa na wifi yako. Kwani wifi yako aliingia na... Mimi sizungumzia aibu ya wenzako ofisini kusema vibaya. Kusemwa ni sehemu ya wewe kukuzwa. Nazungumzia aibu ambayo imebeba kitu ambacho ni kiambatanisho na hatua za kwenye maisha yako. Mimi nazungumzia aibu, unafanya kazi uko kwenye aibu ofisini kwako, huku moyo wako unavuja damu. Huku moyo wako unavuja damu. Huku moyo wako unavuja damu. Uko kwenye biashara yako, unapita kwenye aibu ambayo ni ujasiri adui anautafuta ili kesho usifungue duka lako, lakini wewe haujali kwa nje, lakini kwa ndani unaumia. Lakini unasema no way out. Hili simpi shetani faida. Nitangangana nalo paka sekunde ya mwisho, sio dakika ya mwisho, paka sekunde ya mwisho. Hii ndio aibu mimi nayoizungumzia. Ni aibu ambayo inakuja kukuondolea ujasiri wako wa kuamini kwa Mungu. Ongea na jirani yako akuelewe. Ongea naye. Nisikie sasa. Unajua aibu inapokuja, una makundi karibia mawili. Una makundi ya wapambe ambao hao wewe Mungu hajakutengeneza kwa ajili yao. Sawa Alafu una kundi ambalo Mungu amelitengeneza kwa ajili yako. Maandiko yanasemaje? Yeye alipokuja wale walio wake walimpokea, na aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kila mahali kwenye maisha yako kuna watu ambao Mungu amekuandalia waamini kilichopo ndani yako. Kama ni kwenye biashara, waamini tu. Kama ni kwenye ajira, waamini tu. Wangamelelewa mpaka hapo. Mimi nazungumzia aibu ambayo unapitia, alafu unatakiwa baadaye uende useme Baba, katika jina la Yesu Kristo, na leo tena nimekuja Mungu na ajenda 1 2 3. Hiyo ujasiri unatoa wapi wewe? Na mimi niko hapa kuzalisha watu wenye maujasiri, sio watu walegevu. Amnaga mwenye maisha ambaye legevu. Utasindikiza watu kuishi. Nimesemaje? Utasindikiza watu nini?
Faith, imani, is something else. Hawa watu wamefanya miujiza, alafu wanapitia kwenye aibu ya kukamatwa. Ile aibu ya kukamatwa ilikuwa kwa ajili ya kuondoa ujasiri wao. Alafu wao wanaonesha ujasiri. Sio kwamba walikuwa wanabishana na wale watu, ila watu wale walipoona roho zao na waliwashusha thamani, wakasema hawa hawajasoma, hawa hawana chochote. Ila walipoona ujasiri ambao wanao, wakasema hapana, hawa wako chini ya utawala, wako chini ya aula ya Yesu Kristo. Au nikwambie kitu ujasiri unakujenga wewe, alafu pia ujasiri una influence kwa wanaokuzunguka. Ujasiri unakujenga wewe, alafu ujasiri pia ujasiri una nguvu ya ushawishi kwa wanaokufanyaje? Wanaokufanyaje? Wanaokuzunguka. Ndio maana ni maeneo ambayo adui anayaangalia sana, ni maeneo ambayo yana mahusiano makubwa sana na muonekano. Kwa sababu ujasiri ukiwa haupo kwako, muonekano wako kwenye ulimwengu wa roho ni kwamba you are nothing, you are empty. Nimesemaje? Kwamba wewe ni mtupu, hauna chochote. Muonekano una madhara makubwa sana. Ujasiri ukiwa haupo katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa kiroho, unaonekana you are empty, uko mtupu. Kwa hiyo yale mashambulizi ambayo hata kama mashambulizi ushawahi kuyashinda, yatarudi. Ndio maana muujiza mkubwa unapotaka kutokea, ndio maana kuna miujiza inaweza ikaja paka mikononi mwako na ikaondokea kwenye mkono wako. Ujasiri umepoteza miujiza ya watu wengi sana. Ujasiri ukosekanika, miujiza ya watu wengi sana imepotea hapo. Miujiza ya watu wengi sana imepotea hapo. Miujiza ya watu wengi sana imepotea hapo. Kwa sababu ukishaonekanika ujasiri hauna kwenye ulimwengu wa roho, maana yake adui kuleta mashambulizi makubwa kuliko ya awali ni kitu cha kawaida sana. Haya, muongezee jirani yako. Nisikilize. Kuna saa hizi roho za giza ambazo zinatafuta muonekano wako kuharibu, wanatafutaga namna ya kuslate, namna ya kukutisha. Na huu utisho ni kanuni ambayo malaika wa nuru wanaitumia na malaika wa giza wanaitumia. Kwa malaika utangulia mbele kwa sababu ya kutengeneza utisho, alafu na malaika wa giza na wao wanatumia njia hii ya utisho kuondoa ujasiri ndani yako. Kutoka mlango wa 23 mstari wa 20. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele zako. Mimi ninamtuma malaika aende mbele zako. Ili akulinde njiani. Ili akulinde njiani. Na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Na akupeleke, nisikilize, akupeleke wapi? Sasa mtumishi wa Mungu, ukishaambiwa ili akulinde njiani, maana yake kuna vitu njiani hauwezi kuacha kupitia, ila kikubwa malaika atakulinda. Yaani kuna mambo njiani hauwezi akayazuia, ila atakulinda njiani ili ufike mahali ambako Mungu amekutengenezea. Malaika hawa ili wakulinde njiani ni lazima wawe wana utisho. Lazima wakumulikie uwe na utisho. Malaika wa giza wanachokifanya ni kukutengenezea mazingira ya utisho, wa kukutengenezea hali ya ujasiri kuondoka ndani yako.
Kutoka 23 mstari wa 27. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako. Atatuma utisho. Utisho utangulie mbele yako. Nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria. Nami nitawafadhaisha. Nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Angalia sasa. Atatuma utisho, alafu atafadhaisha, alafu na adui watashindwa. Adui wakishindwa, maana yake umeshinda. Hii kanuni katika ulimwengu wa roho, adui naye waga anaitumia. Kumbuka, huyu adui tunashindana naye ile Satan, ambaye asili yake ni wapi? Ni kwenye hali ya umalaika. Kwa anajua kanuni zote za malaika ambazo wanatumwa na Mungu. Kwa ndio maana nimekuambia hivi, kuna saa adui upambana ujasiri ulioko ndani yako ili aweze kukufadhaisha. Anajua akikufadhaisha, ukishapoteza ujasiri, akikufadhaisha, anakutandika vizuri. Matokeo mengi tulionayo leo ni tumelithi kwa namna moja au nyingine. Muonekano wako uliotoa wapi? Narudia tena. Kama Mungu kuna mahali amekutengenezea, muonekano wako wewe umeutoa wapi? Katika ulimwengu wa roho, roho ya umaskini ikikuona inaona una ujasiri wa kuwa tajiri. Katika ulimwengu wa roho, roho ya baraka za mjini na vijijini ikikutazama inaona uwa ujasiri, au tayari ushafedheshwa na waliokutangulia na wenyewe pia walikwisha fadhaishwa na wewe ujasiri unakuwa haupo. Ndio maana kadiri ya kiwango chako cha maombi kinaposhuka, ndivyo kadiri nguvu yako ya ujasiri inadondoka. Yaani ukisikia paka maombi yale ya chachi tuchochee pamoja yale. Unajua kuna saa unapigika, mpaka unasubiria ile oya ya chachi ile. Kama ukifika chachi sasa kwenye ile na unafanyaje? Unaunga. One day God told me, even a single word before me, it's matter a lot. Nione kwambia leo hapa usifikirie aibu ya kulala na njaa. Kuna siku waga unafunga. Tunazungumzia aibu. Nimekwambia hivi, ujasiri unapoona aibu zinaongezeka, jua kuna ujasiri unatafutwa. Ndio maana siku zote mtu yoyote akikuacha katika tukio lote la aibu, celebrate more. Sherehekea zaidi. Kwa sababu hiko ndio kipimo cha ujasiri. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, wewe katika ulimwengu wa roho, muonekano wako ukoje? Maana tunaambiwa na huu ndio ujasiri tukiomba sawa sawa na. Sasa unaombaje sawa sawa na mapenzi ya Bwana wakati ujasiri haupo? Wale mitume wasingeenda mbele ya wale watawala kama pasingetokea ule muujiza ambao hujawahi kutokea. Ndio maana nimekuambia hivi, miujiza mikubwa inazuiliwa na hali ya kukosa ujasiri na aibu. Na ikiwa kuna kitu ambacho watu wengi hawakipendi ni kupita kwenye aibu. Kwa nini wagampendi? Kwa sababu kama kuna elevation, kuna inuko lako mbele, alafu kuna hii njia ya aibu ya kupita, unafikiri utapitaje? Sababu malaika wao watakulinda, maana mbele kuna mahali Mungu amekutengenezea. Na vita ya muujiza wako ni pale mahali ambako Mungu amekutengenezea. Ndio maana kuna marupurupu tunapataga njiani, sio kwamba ndo Mungu ametujibu, no. Kumbe kuna miujiza inatendekaga sababu tuko njiani. Alafu kuna ile final miracle ambayo tunaipata katika pointi ya mwisho.
Na katika hii pointi ya mwisho anayepata ni yule mwenye ujasiri. Ndio maandiko yanasemaje? Avumiliaye mpaka mwisho ndiye atakaye okoka. Haleluya. Haleluya. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Mimi nataka uelewe tu. Hilo ukiona ulikuwa unaombaga masaa mawili, ghafla ukarudi kwenye lisali moja, ghafla nusu saa kutoboa ni kazi. Ajua ujasiri ushasafirishwa. Nimesemaje watumishi? Yaani ghafla wewe ulikuwaga ukishajua kama mimi ikifika Jumatano, church. Mimi ikifika Ijumaa, church. Jumamosi, church. Jumapili, church. Ghafla ukaona kuna kulegalega, jua kuna fuse hapo ya ujasiri inaondoka. Yesu mwenyewe, masterminder, bingwa mabingwa, adui aliminya kwenye neno jasiri dakika ya mwisho, akasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ile ni lugha ya kwamba sina ujasiri, mambo yamenizidia. Lakini Yesu akawa mwelevu, akasemaje? Mapenzi yako. Hii unafikiri ni aibu ipi kubwa? Kama aibu ya kutundikwa uchi wa mnyama. Lakini Yesu akatetea ujasiri mpaka dakika ya mwisho. Kuna saa alichoka. Siku zote kila ukiona unachoka, jua kuna muonekano wako wa muujiza wako unapigwa. Nisikilize, kuna muujiza ambao waga unafanyika ili watu waweze kuamini. Ila kuna muujiza ambao waga unafanyika kwa ajili ya mahali ambako Mungu amekutengenezea. Yaani leo hilo neno usisahau, mahali ambako Mungu amekutengenezea. Maswali. Baba samani, hapa juzi kati ilikuwa ni kwamba ulisema kwamba kuna mtu ana utumishi ndani yake, halafu hawezi kupiga hatua out of huo utumishi, lakini kwamba uchumi wake upo kwenye huo utumishi, kwenye utumishi atapata ndoa, atapata na huo uchumi. Ilikuwa ni kwamba nilivyorudi nyumbani nilipata shida, nilivyorudi nyumbani nikaa naombea kwenye hiyo kitu. Ndani yangu nilisikia kitu kinasema kwamba hauwezi kupiga hatua yoyote. Wewe nenda katafute kazi baba shop, achana na hayo maswala, nenda kanisani siku moja hiyo Jumapili, mambo mengine achana nayo. Kalimaki. Ili lugha ya kwao wao. Ni lugha ya kwao.
Unasema kafikiri ndio. Jenereta limewaka la kioo hapo. Baba. Unaona? Amesema akiwa nyumbani. Ametoka kwenye ibada amepokea neno, sio? Ametoka kwenye ibada amepokea. Amefika nyumbani anaisikia sauti na mwambiaje? Wewe sio wapi? Wa kanisani, sio? Sawa, wewe church nenda siku hii? Tatuulizane hapa wale ambao wanaga mahudhurio ya kanisani. Wewe nani anakuambia usije church? Kwa paka hapo umeelewa kwamba ujasiri, aibu. Umeelewa vitu eh? Kweli. Sirudi. Namwacha. Basi mama. Basi tuacheni. Na turudi tena. Tuacheni. Atasaidia wengine. Atavusha wengine. Shida ni moja. Binti mbaya huyo. Wewe mbaya. Amen. Ambao mliwahi mkatoka naanza kauli yangu mara ya kwanza. Na swali ambalo ameliuliza binti hapa. Nafikiri mmeelewa nilichokuwa nakifundisha vizuri sana. Leo tutaenda kushughulika na kila point ambao ulifika ya muujiza wako mkubwa wa mahali ambako Mungu amekutengenezea. Alafu ujasiri ukapigwa papo. Ukaondolewa katika mfumo wa kupokea. Wakaendelea hapo. Ndio maana kuna saa unakutana na watu wamechoka. Ndio mambo yenyewe haya. Yaani unafika mahali unajikuta umechoka. Unafanyaje? Yaani umechoka. Ndio mambo yenyewe haya. Ni vita nini? Ya mahali ambako Mungu amekutengenezea. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, kila mtu hapa ana mahali pake ambako Mungu amemtengenezea. Are we in agreement? Swali lingine. Shalom baba. Shalom, karibu. Asante. Mimi na swali kama sio mawili. Inakuwa labda kunakuwa na ibada hapa, labda inakuwa ni ibada kubwa, tuseme labda mfano ibada ya mlango. Mimi nikitoka kwenye ibada. Yaani mwanangu, ibada zote waga ni kubwa. Ndio, ni kweli. Ukubwa wa ibada haipimwi na mahudhurio ya watu. Ila kuna mindset za watu ambao wanapenda kwenda kanisani kwa kuweka ukubwa kupitia tukio linalofanyaje? Nakumbuka ilikuwa ibada moja ulikuwa unafundisha kama somo kajuzi, ilikuwa mwezi wa 12, ulisema tuhudhurie mwezi mzima. Nilihudhuria ile ibada mpaka imeisha. Sasa nikawa na juhudi sana ya kuomba. Lakini baada ya kumaliza ile ibada nilipigwa na aibu moja ambayo nilipoteza kila kitu. Yani kwenye maisha yangu kila kitu kilipotea. Nikarudi chini kabisa. Kutoka hapo kuomba kwangu ikawa ni shida. Kila nikiota ndoto ya aibu inanikuta. Na ikinikuta napoteza kabisa ujasiri wa kuomba. Mpaka sasa hivi hata nikilala waga saa nyingine naogopa, yani sitamani kabisa kuota ndoto ambayo labda inanihusu mimi mwenyewe. Hasa kwangu imekuwa sasa hivi ndio imepoteza kila kitu, kwa hata ujasiri tena wa kuomba sasa hivi hata kuja kanisani kwangu imekuwa ni shida sana. Kwa hiki nilichokufundisha leo umeelewa eh? Eh? Sawa. Angalia. Na kitu hapa kwenye mguu na kitu.
Mnaelewa lakini Kwenye kapeti jipya hilo, mnaungua na moto. Hapana. Hapana. Tunataka huyo arudi alikotoka. Ana mahali Mungu amemtengenezea. Tunataka. Iwezekani. Kuna mahali Mungu amemtengenezea? Hapana. Haindi. Nishatamka hivyo. Shikatwa zake huyo. Haindi. Off you go. Aibu semi yake. Off you go. 1. Off you go. 2. Off you go. 3. In Jesus' mighty name. Amen. It is done. Mwingine? Shalom. Mimi kutokana na ibada ya Jumamosi ulifundisha kuhusu muonekano. Sasa mimi changamoto moja na kukutana nayo, unakuta labda nafanya kazi fulani, mtu yoyote tu anataka kuiharibu ile aichukue. Hata kama nimeajiriwa, niko kitengo fulani, wanapambana kunishusha ili wakichukue. Ila wakiniondoa hawezi kukichukua. Yaani wanakuwa hawaendo kile kitengo. Pia labda nikiwa na biashara wanatamani waichukue ile biashara wafanye wao. Lakini wakichukua hawawezi. Au labda nikiwa na mahusiano wanatamani wanaharibu yale mahusiano wamchukue yule mtu. Lakini wakimchukua baadaye anarudi kwamba wameshindwa. Saa nyingine wanaungana wanasema ngoja twende kwa mganga. Kwa hiyo wanaenda kwa waganga kuniharibu. Wakishaniharibu naweza nikashuka kweli chini, lakini baadaye taarifa zitanirudia kwamba walienda wakafanya vitu vibaya kwa ajili yangu. Okay, maana yake sasa umepambana mpaka umefikia level kwamba identity yako ipo. Ndio maana hawawezi wakafanya kama wewe. Ila bado una muonekano wa kupokonywa. Simenielewa Sawa, na ndio kitu ambacho pia kinakuondolea ujasiri. Ndio. Niangalia. Wanatoka kwenye kifua hapo. Ile asila alokuvika ambayo inakuondolea ujasiri. Yes Lord. Mmeshindwa kunyang'anya ila mnamtoa. After baada ya leo hata kuwa natolewa. Off you go. In the mighty name of Jesus Christ. Fire. Out. 1. Mnaachia. 2. Mnaachia. Mbili mnaachia. 3. You are free. You are free. In Jesus' my name I pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mimi ni miongoni mwa familia ambayo tumekulia kwenye mizimu sana tukiabudu. Yaani tunatambika na nini. Sasa tulikuwa tunapitia katika ziki kubwa ikiwa ni pamoja na magonjwa. Lakini mimi baada ya kuwa nimeanza kusali hapa
Mungu amenitendea na kuniponya vitu vingi sana. Lakini nilivyokuwa nataka kuendea utukufu mkubwa, nilianza kupigwa na hofu. Alafu kwetu tulikuwa, yani Mungu alio katika wale watu, yani katika familia yetu tulibarikiwa kuwa watu ambao tunasali watatu tu. Lakini wote wakafa kwa ghafla. Na mimi sauti inaniambia kwamba bado wewe tunamalizana na wewe. Natoka hapo naogopa kusali. Look at me, niangalie. Niangalie macho yangu. Life. Package of 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 life. In Jesus' name. Amen. Swali lingine. Nini hapo nashika desa, Mungu, nikienda ofisini, bosi wangu akiniangalia, aone cheo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Swali langu, mimi nakumbuka nilipofika mwaka wa 4. Nilikuwa na tendency ya kusali kila ikifika saa 11 jioni. Lakini nakumbuka kuna kipindi nikianza tu kusali, nasikia ule ukuta unapigwa kwa nguvu. Alafu mimi nakuwa inaniingia roho ya hofu. Alafu naacha kusali. Alafu napelekea nakatisha kusali. Pia ikapelekea labda nikahisi labda kuna watu labda wananifanyia labda distraction. Unajua, nakufundisha kitu leo Mmoja kugundua Shetani anapendaga sana ujasiri upotee kwenye maisha yetu ili tuanze kutembea katika ubinadamu. Sawa Ili angalia watoto nimesomesha ambao wanazungumza sio? Ukiangalia toka wa kwanza mpaka sasa hivi kinatafutwa ni ujasiri. Ndio maana tukio la aibu linatokea, tukio hili linatokea, na siku zote kazi ya matukio yanayotupata ni kutuhamishia katika ubinadamu. Na ukisharudi katika hali ya ubinadamu, unaanza kubehave, unaanza kuwa na tabia za kibinadamu katika kulikabili jambo la kiroho. Ndio maana watu wengi hakunaga kurasa mpya za maisha yao zilizofunguliwa. Sababu kila ikifika saa kurasa inagoma kufunga. Kwa sababu gani? Unakuwa tayari umeshahamishiwa katika tukio la kibinadamu. Sasa Simone, yani kila akiwa naomba ukuta unapigwa. Ujasiri ukapigwa, hali ya kuomba ikafanyaje? Ikaondoka. Maana yake ile appointment yake na Mungu kwa wakati huo na maana yake ni yeye mwenyewe akawa amehusika kufuta ile appointment yake na Mungu. Leo Mungu anaenda kurestore moyo wako wa ibada. Amen. Sasa tunaenda kuomba. Sawa My prayer today is very short and very simple. But the devil atakuwa kwenye trouble. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Hauwezi ukawa una future kubwa, yani una future ambayo ni ndogo, alafu ukapokea madesa kama haya. Haya ni madesa ambayo, haya ni mafunzo ambayo ukiona Mungu anakupa, jua kuna ukubwa wako mahali na kuna ujasiri wako unatakiwa utunzwe mahali.
Mimi hapa siko kukuombea upate hela ya chai. Tushatokaga huko. Bwana Yesu asifiwe. Hela ya chai mtumishi wa Mungu kweli. Hapa ni kwenye mavitu ambayo kuzimu mwenyewe akikuangalia anashika tamaa. Sasa huyu nikimchosha huko, akienda kwenye fagia anainuka tena. Akienda Jumapili kanisani anainuka tena. Akienda siku fulani anainuka tena. Mungu yupo. Naulia tena. Mungu yupo. Nyimbo moja naipenda sana. Wewe ndiye Bwana, Alfa na Omega, maisha yangu na kutolea wewe. Yaani hauwezi ukamtolea Mungu maisha yako akanyamaza. Anyamaze. Yaani vita zinaweza zisiishe kwa wakati unataka wewe ziishe, lakini malaika atakutangulia njiani kwa ajili ya mahali ambako amekutengenezea. Alafu kuna raha tu atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kwa ajili ya siku ya leo? Chukua sadaka yako.